katika historia. Leo katika historia nakuletea historia ya hayati Abeid Amani Karume. Huyu ni mtu nguli ambaye amefanya mambo makubwa katika nchi yetu ya Tanzania, na mpaka leo tunamkumbuka kwa mambo mengi ameyafanya. Tarehe kama ya leo ndo tarehe ambayo ndugu yetu huyu Abeid Amani Karume alitutoka duniani na aliuliwa kikatili. Basi katika simulizi ya leo nakuletea simulizi hii, ni mimi Hermina Donat. Tuungane nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu simulizi hii inasisimua, inagusa maisha ya moja kwa moja ya watu wa kawaida kabisa. Sasa Bwana Abeid Amani Karume, muasisi wa mapinduzi ya Zanzibar, alizaliwa katika kitongoji cha Pongwe, Mudiria ya Mwera, kisiwa cha Unguja, tarehe 4 Agosti 1905. Karume ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya watoto watano ya Bwana Amani Karume na Bibi Amina binti Kadiri, wengi wanafahamu kama Amina Kadudu. Bwana Amani Karume na Bibi Amina binti Kadudu walifunga ndoa huko Mwera. Bwana Abeid Amani Karume alizaliwa na ndugu wanne wa baba mmoja na mama mmoja, ambapo wa kike walikuwa wawili, wa kiume walikuwa wawili. Lakini kwa bahati mbaya wote walifariki dunia kutokana na maradhi mbalimbali, na akabakia yeye peke yake. Kwa upande wa mama mmoja, Abeid Amani Karume alizaliwa na ndugu watatu, wa kike wawili na wa kiume mmoja, wanaofahamika kwa jina kama Asha, Shumbana na Athumani. Baba yake mzazi Abeid Amani Karume alifariki dunia mwaka 1909 wakati Abeid Amani Karume akiwa na miaka 8. Bwana Abeid Amani Karume alipata elimu ya Qur'ani na alianza masomo ya msingi katika skuli ya Mwera, mwaka ambapo alipofariki baba yake 1909 wakati darasa lao lilikuwa la kwanza kufunguliwa. Maisha yake hayo katika mwaka 1913 wakati akiwa na umri wa miaka 8, mama yake alimpeleka mjini Unguja kuendelea na masomo. Huku aliishi na mjomba wake anayejulikana kama sergeant katika jeshi la polisi la King Africa Reference. Kwa bahati mbaya, kwa muda wote huu wa masomo alikuwa na miaka 3. Akiwa mjini Zanzibar, Abeid Amani Karume alipata marafiki kadhaa kuwavutia mno na harakati za bandari huko Zanzibar. Meli za mataifa ya nje, hasa Marekani, Uingereza, Ufaransa na Italia zilitia nanga bandari ya Zanzibar kupakia na kupakua bidhaa mbalimbali, na pia meli nyingine zilikuwa zinachukua maji safi kutoka kwenye chemchemu ya inayojulikana kama Mwanyanya. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaenda kufanya biashara, walienda kuomba biashara huko. Na pia ukiachana na hivyo, hata yeye pia alienda kutuma maombi naye apate kazi kwenye hiyo bandari, lakini bahati mbaya hakufanikiwa kupata kazi kwenye bandari hiyo kwa sababu alikuwa yuko chini ya umri, alikuwa na miaka 14 tu. Lakini jitihada hizo hazikutia nanga, pia aliendelea na juhudi za kufanya kazi kwenye bahari. Akakutana na mtu mmoja anayefahamika kama Juma, na akawa anamfundisha mambo mbalimbali kuhusiana na bahari. Kwa hiyo akakutana na watoto wenzake wakawa wanafundishwa. Kwa juhudi zake zilifanya safiri maeneo mbalimbali kwenye dunia na wakawa wanapendwa. Alikuwa anapendwa sana na watu kwa sababu na juhudi zake na uchapakaji wake wa kazi. Ukiachana na hayo tu, Abeid Amani Karume yeye alibahatika kufunga ndoa. Sasa kwa mara ya kwanza Sheikh Abeid Karume alifunga ndoa na Bibi Pili binti Muhammad Ambari mwanzoni mwa mwaka miaka ya 40. Kwa mara ya kwanza Sheikh Abeid Karume alifunga ndoa na Bibi Pili binti Muhammad Ambari mwanzoni mwa mwaka miaka ya 40. Mke wake wa pili ni Bibi Ashura binti Maisara. Baada ya kutengana na wake hao wawili, Sheikh Karume alifunga ndoa na Bibi Fatuma binti Gulam Hassan
Kwa mara ya kwanza Sheikh Abeid Amani Karume alifunga ndoa na Bibi Pili binti Mohamed Ambari kipindi cha miaka 40 huko alifunga ndoa huyo, na pia akafunga tena ndoa na mke wa pili anayejulikana kama Bibi Ashura binti Maisara. Baada ya kutengana na wake wake wote hao wawili, Karume alifunga ndoa tena ya tatu na Fatuma binti Ghulam Hassan Ismail. Baada ya kutengana na wake zake wote wawili, Karume alifunga ndoa na Bibi Fatuma binti Ghulam Hassan Ismail ambaye anafahamika kama Fatuma Karume katika mwaka 1944 mwishoni mwa mwezi Novemba, harusi ambayo ilifanyika huko Bumbwini. Harusi hiyo ilifanyika huko Bumbwini Msifuni. Bibi Fatuma Ghulam Hassan Ismail alizaa Bibi Fatuma Ghulam Hassan Ismail alizaa na binti Bibi Fatuma Ghulam Hassan Ismail alizaliwa na Bumbwini mwaka 1929 akiwa na mtoto wa Bwana Ghulam Hassan Ismail na Bibi Mwanasha Bwana Ramadhani wazazi. Sasa kwa mara ya kwanza Sheikh Abeid Amani Karume alifunga ndoa na Bibi Pili binti Hassan Ambari mwanzoni mwa mwaka. Sasa kwa mara ya kwanza Sheikh Abeid Amani Karume alifunga ndoa na Bibi Pili binti Mohamed Ambari kwa miaka ile ya 40, na pia akafunga ndoa na mke wa pili ambaye anajulikana kama Bibi Ashura binti Maisara. Baada ya muda fulani wake zake hao wote waliachana nao na akafunga ndoa na mtu mwingine anayefahamika kama Bibi Fatuma Ghulam Hassan Ismail ambaye wengi tunafahamu kama Fatuma Karume mwaka 1944. Bibi Fatuma Karume alijifungua mtoto wa kwanza wa kike aitwaye Asha katika mwaka 1946, lakini mtoto huyo alifariki siku ya pili baada ya kuzaliwa. Mtoto wa pili wa hayati Karume ni Aman Abeid Karume, alizaliwa tarehe 1 Novemba 1948. Mtoto wa tatu ni Ali Abeid Karume, alizaliwa tarehe 25 Mei 1950. Mama yake mzazi Abeid Amani Karume, Bibi Amina binti Kadudu, alifariki dunia 1963 na kuzikwa katika makaburi ya Michezani. Wake wenzake ambao waliolelewa na Bwana Karume na Bibi Hansara, Bibi Helemam na Faida ambaye kila mmoja alizaa mtoto mmoja wa kike. Mama yake mzazi Abeid Amani Karume, Bibi Amina binti Kadudu, alifariki 1963 na akazikwa katika makaburi ya Michenzani. Baada ya yote haya, harakati zake sasa ya Abeid Amani Karume ilikuwa ni hivi: alipendekeza chama cha ACP kwa kuwa mgombea wa kiti cha baraza la kutunga sheria wa jimbo la Ngombo katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa 1957. Abeid Amani Karume alipendekeza chama cha ACP kuwa mgombea wa kiti cha baraza la kutunga sheria ya jimbo la Ngombo katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa Zanzibar 1957. Katika uchaguzi huo Abeid Amani Karume alijiandikisha katika jimbo la Ngombo, kituo cha nambari 84 ambako ni Old Shimoni School, akiwa na mfanyabiashara mkazi wa kisima cha Majongo, nyumba namba 1822. Kodi ya kupiga kura ilikuwa ni hiyo. Sasa miaka 40 iliyopita hapo tarehe 7 Aprili 1973, rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume aliuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shirazi hapo kisiwa cha mjini Zanzibar. Katika mfululizo wa makala hii katika miaka 40 iliyopita hapo tarehe 7 Aprili 1972, rais wa Zanzibar
Katika miaka 40 iliyopita, hapo tarehe 7 Aprili 1972, rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume aliuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shirazi hapo kisiwani cha. Katika miaka 40 iliyopita, hapo tarehe 7 Aprili 1972, rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume aliuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shirazi hapo kisiwani cha mjini Zanzibar. Ndo mwisho wa makala yetu hii. Tumeona maisha yake halisi ya ndugu yetu huyu Abeid Amani Karume aliuawa. Kwa hiyo jina langu ni Hermina Donat. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare kwenye Dodoma TV.